Naomba kwanza na mimi nianze kwa kuungana na wale ambao wametangulia. Mosi, kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuweza kutujalia kuweza kuingia katika ratiba yetu ya leo tukiwa tuna siha nzuri na ya kutosha, na pia ameweza kutuingiza katika jambo hili la heri wengi tukiwa katika swaumu. Hivyo tunaamini hata yale ambayo tutakubaliana hapa na zile dua ambazo tutaziweka hapa moja kwa moja zitaweza kwenda. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nitajikita kwenye shukrani tu na baadaye nitakukaribisha wewe, kwa sababu natambua wewe ndio tutatakiwa kukusikia vizuri katika muktadha mzima wa madhumuni ya kukutanika hapa sisi siku ya leo. Lakini naomba kutoka kwa dhati ya moyo wangu, na naomba muungane na mimi ndugu zangu wote kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwanza kwa namna ambavyo ameipa jicho kubwa katika mkoa wetu wa Tabora. Tumepata hospitali za wilaya katika kila wilaya, tumepata vituo vya afya vya kutosha, tumepata zahanati nyingi, na baada ya kumaliza awamu hiyo akaingia kwenye vifaa tiba. Tumepata vifaa tiba vingi vikubwa na vya kisasa ambavyo kwa wakati mwingine zaidi tu ya kuweza kupata ugonjwa halisi ambao wananchi wetu wanasumbuliwa, lakini pia umetusaidia kuondoa mzigo mzito kwa wananchi wetu ambao vipimo hivyo ilikuwa lazima waweze kuvifata mbali kidogo wakati mwingine na maeneo haya ya kuishi. Sasa baada ya kukamilisha hilo la vifaa, Mheshimiwa Rais akaja na jambo lingine kubwa ambalo akaelekeza, na tumeweza kupokea wataalamu wa afya wengi wa kutosha, na bado anaendelea kutazama pale penye mapengo aweze kutuongezea. Lakini kubwa zaidi sasa ni hili ambalo amelitimiza ndani ya siku 100 zake za awamu ya pili ya uongozi. Jambo la bima ni kubwa, jambo la bima ni muhimu kwa sababu afya ya binadamu ni muhimu kuliko chochote. Huwezi kwenda kwa wanafunzi, hawataweza kwenda shuleni, madarasani, vyuo kama afya itakuwa imeyumba, lakini hata sisi ngumu sana kuendelea na shughuli zetu zingine kama afya imetetereka. Kwenye hili Mheshimiwa Rais ameona sasa aturudishie uhakika wa kuweza kufanya shughuli zetu, na uhakika huo sasa anaufanya kwa kupitia kwenye kutupatia bima za afya. Ndugu zangu, naomba sana, hii ni nafasi ambayo ni lulu, tuhakikishe tunaitumia vizuri kuweza kujiandikisha na kuchukua kadi zetu ili tuweze kupata huduma kwa wepesi na kwa urahisi. Lakini kwa viongozi wenzangu, hasa wakuu wa wilaya wenzangu, naomba ni wakumbushe mambo makubwa mawili ambayo aliahidi sambamba na hili. Sambamba na hili la afya, Mheshimiwa Rais alituelekeza kwamba kuanzia sasa hakuna kuzuia mwili wa marehemu kama mwananchi atapata mauti na gharama zilikuwa kubwa kidogo. Tumeelekezwa kwamba tuhakikishe tunatoa nafasi ya ndugu kwenda kuhifadhi na kumstiri ndugu yao, halafu baada ya hapo haya mambo mengine ya kidunia ndiyo yafuate. Kwa hiyo hilo na lenyewe ningependa tu kulizungumzia, lakini na kulishukuru kwa maelekezo hayo, manake yakishakuwa maelekezo kama haya linakuwa linatoka kwenye kufanya kwa hiari, bali linakuwa ni maelekezo. Sasa baada ya kusema hayo, nilikuwa naomba mimi pamoja na nyinyi kwa wakati wote tutakapokuwa tunapata nafasi tumuombee sana rais wetu wa Jamhuri ya Muungano kwa ajili ya afya na maono na utendaji wake, ili katika yale ambayo sasa tumetaarifiwa hapa karibu 30%
yamekwisha tekelezeka ndani ya siku 100 tu. Tumuombe apate maono ili 100% aweze kuitimiza ndani ya muda mfupi, na ikiwezekana tupate na mengine mengi ya ziada.